Karibu ndugu mpendwa kwa kuweza tena kutufata kupitia video hii ambayo inasema juu ya namna gani kupata amani pamoja na Mungu. Karibu kutufata mpaka mwisho ukisikiliza mafundisho haya mazuri ambayo yanatuzungumzia namna gani kupata amani pamoja na Mungu. Huyu ni Mama Delestine ambaye anayekuwa mbele yenu. Asante kutufata mpaka mwisho. Namna gani kupata amani pamoja na Mungu? Tutazungumza basi amani ni nini? Amani ni hali ya kutokuwa na vita. Amani ni hali ya kutokuwa na machafuko. Amani tunaweza kusema pia ni salama. Kinyume ya amani ni vita, ni machafuko, ni uadui, ni kutokuelewana. Vita ni jambo la vurugu, kuvurugana. Tunaweza kusema vita ni jambo la vurugu iliyopangwa. Vita inabomoa mahusiano kati ya jamii. Kupata amani pamoja na Mungu maana yake nini? Tutasoma Waroma sura 5 mstari wa 1. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni neno la Bwana. Kupata amani pamoja na Mungu ina maana kuhesabiwa haki kwa njia ya Yesu Kristo. Ni kusema tatizo letu pamoja na Mungu limekwisha. Tuna amani na Mungu tangu sasa na hata milele. Kwa nini kupata amani pamoja na Mungu? Uadui katikati yetu na Mungu uliingia wakati Adamu alipokosa. Watu wote duniani wakakuwa wenye dhambi. Na hii utaisoma Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Kwa hiyo kama mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na vivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Sisi watu wote ambao tulitokana na Adamu, dhambi iliingia ulimwenguni na watu wote wakaandikiwa mauti. Hivi ujua ya kwamba watu wote ulimwenguni, mimi na wewe, tulihesabiwa mauti, tulihesabiwa dhambi, na dhambi ilipashwa kupata hukumu ya mauti, na tukakuwa na uadui na Mungu. Hii ndiyo inaacha tunasema nini kupata amani pamoja na Mungu. Sasa Mungu mwenyewe amefanya amani nasi kupitia Yesu Kristo ambaye alilipa hukumu yetu ya mauti. Kupata amani hii inawezekana tu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Kristo Mungu yeye mwenyewe alifanya amani nasi. Sio sisi tuliofanya amani na Mungu. Mungu yeye mwenyewe alifanya amani nasi. Na kwa sababu ni yeye mwenyewe alifanya amani nasi, tunakuwa na hii amani na hatuwezi tena kuipoteza. Tunapata amani pamoja na Mungu, na tunapata amani ya Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Tumesema kupitia kazi ya Yesu Kristo tunapata amani pamoja na Mungu, na pia tunapata amani ya Mungu. Ni mambo mawili ambayo yanataka kufanana. Pata amani pamoja na Mungu. Amani pamoja na Mungu au amani na Mungu, kuna amani ya kibinafsi na Mungu ambayo inakuja wakati mtu anamkubali Yesu Kristo kama mwokozi wake. Mungu hana tena neno juu yako, Mungu hana tena neno juu yangu.
Mungu ametuhesabia haki kwa sababu tumemwamini Bwana Yesu, na kwa hiyo hauna tena sehemu katika hukumu hii. Kuwa na amani na Mungu kunamaanisha kwamba hakuna tena kitu kilichosalia. Hakuna kitu ambacho hakikutatuliwa kati ya Mungu na wewe. Hakuna kitu ambacho kilisalia ili hukumu ambayo tulikuwa tumewekewa iendelee. Yesu Kristo amelipa wa kutoka katika hiyo shida ambayo tulikuwa tumeingia ndani yake. Mungu anatujua vizuri. Alimtoa Bwana Yesu ili kupitia imani ambayo tutakuwa nayo katika Yesu tuwe na uzima wa milele. Alisema, mkinikaribia mimi Mungu kwa imani katika damu ya Bwana Yesu, mtahesabiwa haki kwa bure. Warumi sura ya 3 mstari wa 23 hadi 25 inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumuweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Mungu alisema kwamba ikiwa utakuja kwake kwa njia ya hii damu ya Yesu Kristo, utakombolewa na ataondoa dhambi zako zote. Ni Mungu ndiye amesema hayo. Hii inatuonesha ya kwamba tangu mtu anapokuja kwake Yesu, unakiri dhambi zako, unaungama makosa yako, yeye hana tena chochote juu yako kwa upande wake. Unapokuja kwa Yesu, umemwamini Yesu, Mungu yeye anakubali kwamba damu hiyo ambayo ilimwangika msalabani inatufanya sasa sisi kuwa na haki mbele ya Mungu, na tunapata hii amani pamoja na Mungu. Unapoomba Mungu msamaha wake, Mungu yeye hana tena kitu juu yako. Tangu hapo unapata kuwa na amani pamoja na Mungu. Yesu amekwisha kulipa deni yetu. Yesu amekwisha kumaliza uadui. Yesu Kristo ametupatanisha na Mungu. Uadui uliokuwa katikati yetu na Mungu, Yesu Kristo ameumaliza. Bwana Yesu alifanya amani yetu, na yeye ndiye amani yetu. Naye anatutangazia sasa amani hii. Kupitia somo hili, Yesu yuko na kutangazia amani hii. Ukisoma katika Waefeso sura 2 mstari wa 14, inasema, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Huyu ni Yesu. Sisi ambao tulikuwa uadui na Mungu, lakini Yesu Kristo amebomoa kile kiambaza kilichokuwa kinatutenga pamoja na Mungu. Ukisoma pia shairi la 17 inasema, akaja akahubiri amani kwenu ninyi mulio mbali, na amani kwao wale waliokuwa karibu. Akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, damu ya Yesu Kristo iliyomwangika msalabani ndiyo ilifanya amani hiyo. Tangu wakati ulipompokea Yesu, unashiriki katika amani hiyo. Lakini kusudi ufurahie hii amani pamoja na Mungu, unapaswa kuamini kwanza hii jambo ambalo Yesu anakutangazia leo, ya kwamba amekwisha kufanya amani yako pamoja na Mungu.
ni kwako sasa kuiamini. Kama haujaliamini, itakuwa ngumu kwako kupata hii amani. Unapotambua ya kwamba Yesu alifanya amani yako msalabani na unakubali amani hii, sababu ni Mungu yeye mwenyewe alifanya jambo hili kwa ajili ya kutuletea amani hii. Kusudi uweze kupata amani hii pamoja na Mungu, unapaswa kuamini kwanza hiyo. Sababu Mungu kupitia damu ya Yesu msalabani, Mungu yeye anatambua kwamba Yesu Kristo amemaliza kazi ya amani msalabani. Alafu yenye nabakia kwetu, kwangu mimi na wewe, ni kuamini ya kwamba Mungu anasema ukweli. Mungu anasema ukweli ya kwamba Bwana Yesu amefanya amani yetu pale msalabani. Namna gani kupata sasa amani ya Mungu? Hii ambayo tumemaliza ni namna gani kupata amani pamoja na Mungu. Tulisema ni mambo mawili ambayo yanafanana lakini yako tofauti. Kupata amani ya Mungu, hii ni amani ya Mungu inayopatikana kila siku kwa muamini. Unaposhiriki kila siku maisha yako katika Kristo kulingana na gisi Mungu anavyopangilia, hapa sasa unaishi amani ya Mungu. Amani ya Mungu tunaipata katika kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wake wa 7, inasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi au italinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amani ya Mungu sasa inalinda, inayopita akili zote, inalinda mioyo yetu na inalinda nia zetu katika Kristo Yesu. Tunaweza kusema sasa kwamba amani ya Mungu ni amani kamilifu ambayo inawekewa ndani ya mioyo yetu na ndani ya akili zetu katika utulivu, na zaidi ni matokeo ya ile imani ambayo sasa tumeweka ndani ya damu ya Yesu Kristo. Tunakuwa pia na kutulia kwa sababu tunajihakikishia ya kwamba tuna msaada ndani ya Mungu. Imani ambayo tumeweka ndani ya Yesu Kristo inakuwa na matokeo ya kuleta amani ndani mwetu, ikituhakikishia ya kwamba tuna msaada sasa kutoka kwa Baba yetu aliye mbinguni. Amani ya Mungu ndani yetu inaturuhusu kupata furaha ambayo haitegemee hali ya maisha tunayoishi, ambayo haitokane na hali yetu ya maisha au hali yetu ya nje. Ile amani ya Mungu inatuliza roho zetu, na hiyo amani inatuliza hata zoruba za maisha, na Roho Mtakatifu ndani yetu anatuponya kutokana na wasiwasi au huzuni au kila kitu ambacho kinaweza kutokana na hali ya maisha. Amani ya Mungu inaturuhusu sasa kuishi katika haki. Hivi wandugu wapendwa, tunapenda kuambia ya kwamba wakati mtu amemwamini Mungu, anakuwa na amani pamoja na Mungu. Hii uadui ambayo ilikuwa katikati yetu haiko tena, sababu Yesu Kristo amekwisha kubeba hii uadui na amekuwa sasa upatanisho katikati yetu na Mungu. Na tunapoamini jambo hili, tunapata pia amani ya Mungu ndani ya roho zetu, ambayo hii amani inalinda nia zetu, inalinda mioyo yetu, na tunabaki tukitulia ndani ya Mungu. Basi ndugu mpenzi, tunafika mwisho wa video yetu, na tumependa tukutangazia ya kwamba Yesu Kristo
yeye ndiye amani yetu. Yesu Kristo ametupatanisha na Mungu na tumekuwa na amani pamoja na Mungu. Uadui iliyotutenga na Mungu haiko tena, na imetuletea sasa amani pamoja na Mungu, sababu uadui pamoja na Mungu umekwisha. Na tunapoamini hii amani ya Mungu inayopita akili zote inakuja sasa kulinda mioyo yetu, na inalinda nafsi zetu, inalinda akili zetu. Ni kwako kukata hatua kama haujapata amani hii pamoja na Bwana, sababu amani hii pamoja na Bwana ina pia matokeo mazuri, kupata sasa amani ya Mungu ndani yako. Asante kwa wale wote ambao wamepata amani hii pamoja na Bwana, sababu wanajua hawana tena hatia mbele ya Mungu. Uadui wao pamoja na Mungu umekwisha, na tunatembea ndani ya furaha kwa sababu tunajua hatuko tena waadui pamoja na Mungu wetu, muumba wetu. Basi penda somo letu kwa kugusa kidole cha kupenda katika video hii, na pia uweze kuigawa kwa watu wengine. Ikiwa imekufurahisha, uigawe kwa watu wengine nao pia waweze kusikia mafundisho haya. Na kama ni mara yako ya kwanza, unaweza pia kusubscribe au kujiabone kwenye video yetu au kwenye channel yetu. Mungu akubariki. Asante.